Hapa nakupa sababu kwa nini Marekani kushinda hii vita ni ngumu sana baina yake yeye na Muiran. Asilimia kubwa atapoteza pambano. Chances za Marekani kushinda ni ndogo sana. Sababu ya kwanza, Marekani ni superpower. Ana jeshi kubwa lenye teknolojia nzuri kuliko ya Iran, ila huo ukubwa wake ndo tatizo lenyewe litakalomfanya apoteze hii vita. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kadri muda unavyozidi kwenda, mataifa na dunia kwa ujumla wanauona ushujaa wa Iran. Manake the vice versa is true. Kama tunauona ushujaa wa Iran, manake udhaifu wa Marekani umeanza kuonekana. Na sababu ya pili, the fact kwamba Marekani atakaimaliza hii vita kwa haraka, alafu anashindwa straight away, moja kwa moja anaingia kwenye panic mode. Brother amepanic, na ukipanic tu utapigwa kwa wepesi, kwa sababu mianya ya udhaifu utaanza kuionyesha, utaanza kutoka mchezoni. Sababu nyingine ya Marekani kupoteza hii vita, anapata pressure kutoka kwenye taifa lake mwenyewe. Kwa Marekani hawataki vita, wanaotaka vita ni kikundi cha watu wachache. Kwa taifa kwa asilimia kubwa hawako upande wa rais wao Donald Trump. Sababu ya nne, Marekani aliingia kwenye hii vita akiwa hana plan B. Alidhani wakiingia na kumuua supreme leader, taifa litatulia, wataogopa kama ilivyokuwa Venezuela, alafu haijawa hivyo. Kwa hiyo kama ni plan B wanaipanga sasa hivi wakiwa vitani. Unapangaje plani ya ushindi ukiwa katika uwanja wa vita? It's a recipe for disaster. Sababu ya tano kwa nini Marekani kushinda hii vita ni ngumu, ni kile kitendo cha Marekani kujiunga na mataifa mengine wanaojiita masuperpower kama Israeli, Uingereza, na sasa hivi NATO anataka waingilie kati waende kukaa upande wa Marekani. Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, katuma aircraft carrier yake na ndege za kivita waende wakapambane na Iran. Kwa hiyo hicho kitendo cha mataifa mengi kujiunga kila siku kukabiliana na taifa moja, unajua hiyo maana yake ni nini? Hiyo maana yake ni ushindi kwa hilo taifa moja ambalo wanapambana nalo. Wewe Marekani peke yako umeshindwa. Sababu nyingine ni kwamba, tena hii ni sababu kubwa sana, ogopa kupambana na mtu ambaye anajua akifa katika imani yake anaenda mbinguni. Huyo mtu hamna kitu kitakachomrudisha nyuma. Hao ndo Iran, wanaamini wakifa katika imani yao wanaenda mbinguni. It is what it is. Naitwa Dallas.